Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini, Usharika wa Ngara Nairobi, idara ya wanawake. Mheshimiwa mkuu wa jimbo, wapendwa viongozi na watumishi wote, wapendwa wa sharika. Taarifa fupi ya idara ya wanawake kwako Mheshimiwa mkuu wa jimbo leo tarehe 30 mwezi wa 3 2025. Nianze kwa kumshukuru Mungu kwa jinsi alivyotupigania katika maisha yetu na akatupa neema kutumika pamoja naye katika shamba lake katika wajibu huu mtakatifu alioweka mkononi mwetu. Tunazidi kumuomba atupe nguvu na uaminifu katika wito huu. Aidha, tunakushukuru wewe Mheshimiwa mkuu wa jimbo kwa kuona sababu ya kufanya ziara katika usharika wetu na kukubali kutuwekea wakfu viti hivi. Baba, asante sana. Tumekuwa na wazo la kuwa na mradi wa idara ya wanawake kwa kusudi la kuepuka kuwasumbua washarika kwa michango ya mara kwa mara kuendesha idara hii. Wazo hili liliasisiwa na wanawake wenyewe tangu mwaka 2023, lakini kwa sababu mbalimbali ulisogezwa hadi 2024 mwezi wa 9 tulipozindua rasmi kazi hii. Lengo likiwa awamu ya kwanza ni kupata mahema 6 makubwa yenye uwezo wa kukaliwa watu 70 hadi 100, matatu na madogo yenye uwezo wa kukaliwa watu 35 hadi 50 kwa mara moja, yakiwa matatu. Hadi sasa mahema makubwa tunao 2 na madogo tunao 3. Kazi inaendelea. Pili, katika awamu hii ya kwanza kupata viti 500 hadi leo tumepata viti 300 ambavyo utaweka wakfu hivi punde tayari kwa matumizi. Awamu ya pili ni kununua gari aina ya Kenta. Lengo kuu lilikuwa kupeleka mahema na viti kwa wanaokodisha, na tumepanga kuwa na harambee ya kazi hii tarehe 27 mwezi wa 4 2025. Na mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Godwin Mollel, mbunge naibu waziri wa afya. Katika awamu hii ya pili pia tuna lengo la kununua vifaa vya muziki na vifaa vya mapishi na mapambo. Baada ya hapo mradi wetu utakuwa umekamilika kulingana na malengo tuliojiwekea katika idara. Mheshimiwa mkuu wa jimbo, kazi hii hadi hapo tulipofikia, yaani mahema na viti, imetugharimu fedha kama ifuatavyo. Mahema na gharama za harambee na ufuatiliaji ni shilingi milioni 19,436,500, na viti gharama ya harambee na ufuatiliaji ni shilingi milioni 7,500,10. Na hivi mradi huu hapa ulipofikia umegharimu jumla ya shilingi milioni 26,946,500 tu. Tunamshukuru sana Mungu kwa hatua hii aliyotuwezesha. Tunawashukuru washarika wote ambao walituunga mkono kwa uzito sana katika kazi hii kwa fedha zao, maombi na kututia moyo. Aidha, tunawashukuru wahisani wote waliotushika mkono katika kazi hii kwa umuhimu mkubwa sana. Tunakushukuru sana Mheshimiwa mkuu wa jimbo kwa kuridhia kutufanyia huduma hii, kuweka wakfu viti hivi 300. Na sasa kwa heshima na unyenyekevu mkubwa ninakuomba utokee wakfu viti hivi leo tarehe 30
mwezi wa 3, 2025. Asante Baba. Ila kinachotakaswa kwa neno la Mungu na kwa sala utakasika. Neno la Mungu katika Waebrania mlango wa 4 mstari wa 6 na 16 nasema, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Lakini pia katika Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 6 mstari wa 10b na 11 anasema, basi watu waume wakaketi wapata 5,000 jumla yao. Basi Yesu akatwaa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki wakati waliopata. Amen. Tuombe. Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutujalia neema ya kupata viti hivi ambavyo mchakato wake umeendeshwa na idara ya kina mama. Asante kwa kila mmoja aliyeshiriki kwa wazo au kwa tendo, hata viti hivi vikaweza kupatikana. Tunakuomba baraka yako iwe na sisi sote, na kila itakapotumika utukufu wako uendelee kuonekana na watu wako waendelee kubarikiwa. Ubariki sisi na wanao ili upendano na umoja udumu katika kutumikia wewe, na vipawa vyetu mbalimbali viendelee kuzaa matunda mema hapa duniani. Tunaomba hata kwa ajili ya malengo walio nayo, ili Mungu ukapate kuleta njia na kuwatimizia, ili yale yote waliokusudia yakapate kutendeka. Tunaomba hata kwa ajili ya harambee ile ya tarehe 27 watakayo kuwa nayo kwa ajili ya kuendeleza kazi hii na mradi huu. Guse kila mmoja aliyehusishwa na muandae vyema, na hata wale ambao watasikia hawakuhusishwa, lakini Bwana uguse mioyo yao kufika na kushiriki kuwaunga mkono. Kwa jina la mwana wako Mwokozi wetu tunakuomba utusikie. Amen. Basi kwa tendo la kukata utepe, basi viti hivi vinazinduliwa rasmi katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na vibarikiwe viti hivi na wote watakao vitumia na idara hii
kwa utukufu wa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na mpokee sasa baraka ya Bwana. Na Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuwashangilie wapendwa kwa tendo hili. Basi nichukue nafasi hii kuwapongeza sana umoja akina mama. Siku hizi hatuna idara akina mama tena. Sasa sijaelewa baba, sasa tuna idara moja siku hizi inaitwa idara ya malezi na nini? Idara ya malezi na nini? Ndani yake tuna umoja wa kina baba, tuna umoja wa kina mama, tuna umoja, tuna idara ya watoto. Tuna watoto. Kwa hiyo wapongeze sana mama kwa wazo ambalo mmekuwa nalo na kazi kubwa ambayo mmefanya kuratibisha, hata mkafanya kazi kubwa hii mliotaja hapo, si kazi ndogo ambayo imekwisha kufanyika, lakini tunaamini kwamba Mungu atawawezesha ili malengo yale ambayo mnayo mweze kuyakamilisha. Na hilo gari mimi naliona. Bwana Yesu asifiwe. Ninaliona. Alafu ninaona baadaye wababa wakija na mambo makubwa sana pia. Ninakuja au baba, mbona mmekaa kimya sana wababa? Wababa mbona mmekaa kimya sana? Mimi naona wababa wakija baada ya gari, naona wababa wakija na mambo makubwa sana. Wababa semeni ameni. Amen, maana yake iwe hivyo. Sio jamani? Mungu awabariki sana. Asanteni. Na hivi vitunzike sasa, vikae salama, mvitunze vizuri. Vitumike pia kwa utukufu wa Mungu. Mmewekwa wakfu mjue kanisani. Asante sana.